Baada ya video kusambaa hapo jana, makamu wa chama cha demokrasia na maendeleo Bara, namzungumzia John Heche, kukamatwa na jeshi la polisi alipokuwa anafanya mkutano jijini Dar es Salaam, eneo la Kariakoo. Na baada ya kukamatwa, kuna baadhi ya taarifa ambazo ziliibuka na kusema kwamba kituo ambacho walitegemea kwamba mwenyekiti msaidizi wa Chadema, tunamzungumzia Heche, kwamba atapelekwa hapa, walipoenda kumwangalia katika kituo hicho cha polisi hawakuweza kumpata. Kwa hiyo wakawa na wasiwasi ni kuona ni namna gani ambavyo ni kuona ni mahali gani ambapo mwenyekiti wao msaidizi namzungumzia Heche atakuwa amepelekwa. Lakini kwa bahati iliyokuwa nzuri, baada ya siku yake ya pili, mwenyekiti yeye mwenyewe aliweza kupiga simu kuwapigia viongozi wao na kuwaeleza hali alionayo na kusema kwamba iko mahali salama na anaendelea vizuri kabisa, hakuna chochote ambacho kimeweza kumtokea. Na hii leo aliitisha press conference na waandishi wa habari kwenye makao makuu ya chama cha demokrasia na maendeleo Chadema jijini Dar es Salaam, na alikuwa na mengi sana ya kuzungumza ambayo yalimfanya yeye aweze kuwaita waandishi wa habari ili kusudi kwamba aseme kile ambacho Watanzania wanapasa wakisikie kutoka kwake. Na alikuwa na haya ya kusema, na kitu cha msingi ambacho alikizungumzia hasa kuhusiana na namna gani ambavyo mwenyekiti wao namzungumzia ndugu Lissu, ambaye mpaka muda huu bado yuko mahabusu akishikiliwa na kesi ya uhaini. Yeye alichokisema kwamba anamuomba Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan, ambaye ndiyo mhusika hasa wa hii kesi, aweze kuifuta, kwa sababu uwezi ukampa mtu kesi ya uhaini hana kikundi chote kile cha maybe cha kijeshi ambacho maybe anaweza akaleta mapinduzi yoyote kwenye nchi au anaweza akatishia amani. Na akaenda mbali kwamba akasema kwamba kwenye serikali hii ya Daktari Samia Suluhu Hassan, ambayo mpaka ni toka mwaka 2020 mpaka mwaka huu mwaka 2025, tunaweza kusema ni miaka minne, amesema kwamba chama chao kama kimekuwa na mkosi na rais huyu, kwa sababu mpaka muda huu viongozi wakubwa wa chama hiko wameweza kukamatwa na makosa ambayo yanapelekea adhabu kama ambayo Lissu anaenda kukutana nayo. Atapokutana kwamba ni kweli kwamba hii kesi ambayo inamkabili muda huu ni ya kweli au ni amesingiziwa. Na kesi ambayo inamkabili mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema, namzungumzia ndugu Antipas Lissu, ni kesi ya uhaini. Na kitu ambacho kutokana na kesi hii anaweza akakutana nacho Lissu ni kunyongwa. Moja kati ya kesi ambayo ndo ameizungumzia pale mwenyekiti msaidizi wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema, namzungumzia John Heche, kuhusiana kwamba ndo kesi ndo hatia ambayo inaweza ikamkuta ndugu Lissu. Na ameenda mbali zaidi akasema kwamba ili kesi iwe ya uhuru na haki, basi anauomba uongozi wa mahakama uweze kufunga spika nje, uweze kufunga spika kubwa, na wale wananchi ambao watakuwa wamewiwa kwenda kusikiliza hiyo kesi hapo kesho waweze kusikia kipi ambacho kinakuwa kinaendelea. Na akaja akatolea mfano wakati rais wa South Africa, namzungumzia hayati Nelson Mandela, wakati anahukumiwa kutokana na kesi kama hii ambayo Lissu inamkumba muda huu, alisema kwamba au makaburu wenyewe waliweza kufunga spika nje na wakawa wanasikia kile ambacho kinaendelea na mambo mengine ambayo yalikuwa yanatokea mle, kwa sababu yeye kwa mujibu wake ambacho Heche anachokisema kwamba kesi ambayo Lissu amepewa ni ya kusingiziwa, haina ukweli wowote, kwa sababu inawezekana wakawa hawana ushahidi ambao unawezekana ukawa moja kwa moja unathibitisha kile ambacho wenyewe wanachokisema kwamba Lissu anakabiliwa na kesi ya uhaini. Kama unakumbuka vizuri, kesho ndio itakuwa ni siku ya usikilizaji wa kesi ya Lissu ambayo inamkabili mpaka muda huu. Na kama unakumbuka vizuri hapo nyuma, makamu mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema ndugu Heche aliweza kuwahasa wananchi waungane kwa pamoja hapo kesho ili kwenda kusikiliza hiyo kesi ambayo inaendelea na ambayo inamkabili mwenyekiti wao ambaye namzungumzia ni ndugu Antipas Lissu. So wewe una ujumbe gani kuhusiana na hiki ambacho Heche amekisema? Je, kinawezekana kikawa kina ukweli kwamba kesi ambayo inamkabili Lissu muda huu sio ya kweli, ni wametaka kumbambikizia ili kusudi kwamba hichi ambacho wamekianzisha cha kupigania haki kwenye uchaguzi na uchaguzi uwe wa uhuru na watu wapatikane kwa amani, au ni kutaka kutuliza hizi pressure ambazo zinaendelea muda huu? Achia ujumbe wako kwenye ukurasa wetu wa Instagram, tunatumia kama Mbayu TV, na kama hujasubscribe channel yetu Mbayu TV on YouTube, basi make sure unafanya hivyo ili wa kwanza kupata habari na matukio ambayo sisi tunakuwa tunaweka huko ndani. Lakini usisahau kumfollow Mr. Info JBs kwenye ukurasa wake wa Instagram, anatumia kaa hivyo. Chao.